Sasa athari zake kwanza tuziangalie kimwili kwenye upande wa gamma rays na x-rays, hizi mionzi ambayo tunaitumia kila siku. Zipo athari ambazo zimetajwa na madaktari na watu mbalimbali, zinaelezwa sana, zinazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari, lakini pia kwenye majarida na platform. Unaweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii, unaweza kuingia kwenye sehemu mbalimbali ukasoma athari zake kimwili. Zipo athari za kimwili ambazo zinahusisha maumivu ya kichwa, lakini pia vile vile zinahusisha uchovu, lakini pia kukosa usingizi, msongo wa mawazo, maumivu ya shingo, mgongo. Mambo kama hayo yamezungumzwa sana na wataalamu na watu mbalimbali. Tunaona hizo athari zipo kwenye upande wa kimwili, kwa maana mtu anaathirika. Sasa kama mtu anaweza kuathirika katika eneo hilo kwa upande wa kimwili, basi athari zake kubwa zaidi zipo pia katika eneo la kiroho, na hapa ndipo kuna tatizo kubwa sana ambalo mnahitaji kulifahamu kwenye upande wa kiroho, ambalo mimi mwalimu wenu leo ninatamani mnielewe kile ambacho nitakachowaambia. Sasa tatizo kubwa, ndugu zangu, linaanza pale ambapo kunapokosekana utulivu wa mawimbi au network inavurugwa, mawimbi yanavurugwa. Mwingiliano huu ambao unaukosa balance, hasa kwa wale watu ambao wanaishi kwenye nyumba au majumba au maeneo yanayozungukwa na minara, simu nyingi, router nyingi, zinaingia kwa pamoja. Mwingiliano huu wa mawimbi, viumbe ama roho za mababu zinapata athari katika maeneo hayo. Ndio maana unajikuta unaweza kuwa unafanya maombi au unafanya ibada, unafanya meditation, kuna kuchelewa kwa maombi yako, kuna ucheleweshwaji unakuwa ni mwingi sana katika eneo la kiroho. Sasa viumbe ambao wanahitaji kuja kukusaidia ama kufanya kazi na wewe wanapata shida, inabidi sasa kuna kuinda muda fulani, labda wakipata upenyo wanaweza kupenya, kwa sababu haya mawimbi wenyewe wana flow kwenye haya mawimbi, wana flow kwenye hizi gamma rays, kwenye hizi x-ray, kwenye hewa. Hawatembei kama sisi, yani wana flow kwenye hewa. Kwa ili data zifike kwako, kunakuwa na vizingiti, kunakuwa na vizuizi, inakuwa ni kama shoti, wanapigwa shoti kwa sababu hakuna balance ya mawimbi. Kwa hiyo kwenye eneo la kiroho, hawa viumbe, kwa mfano majini, hawawezi kuwa karibu na wewe muda wote, kwa sababu kunakuwa na mwingiliano wa huo usimako. Kwa hiyo ni muhimu sana kufahamu, kwa sababu viumbe hawa wametengenezwa ama wanaishi kwenye hewa.